Wanangu mnalalamika, oh bwana, kila siku naikandia sio nini South Africa. Sasa leo wanangu mimi nataka niwatembeze Ulaya. Sio nataka niwatembeze leo. Haya. Leo bwana ni location moja hapa bwana, hapa ni Croydon hapa. Hii ni Croydon. Kama wanavyoona nini mzee wenzetu jinsi alivyoendelea. Mtaani bwana kuna tram, kuna treni na tram. Hii ni tram, so treni. Lakini muonekano wake unaonekana kama ni treni. Au sio? Yaani hii tram ni treni ambazo yani kama unavyoona daladala yani. Ndio maana unaiona so ndefu sana wala nini yani. Kwa mfano unatoka zako Posta, unaenda zako labda Ubungo, Kimara, wapi, unapanda ili dude hili. Watu wameendelea bwana. Kwa uwezi ukatofautisha, maisha ya nyumbani na hapa ni vitu viwili tofauti. Kwa mimi nitaendelea kubaki hapa na nitaishi hapa. Twende kazi. Nataka muione Ulaya yenyewe jamani. Alafu mtu ambie kwa ajili gani? Kwa sababu gani watu aturudi Afrika? Tunang'ang'ania Ulaya. Sawa, Ulaya kuna shida lakini za Afrika zimezidi. Unamwona mwanangu huyo mwanangu kazi yake anatoa mabini. Unaona? Lakini hela ambaye anakula ule mwamba ambaye ni mabini pale. Sasa nikwambie vipi yani? Ni mara 10 ya mshahara wa mwalimu Tanzania na mwalimu kasoma. Lakini mwamba yule yeye kazi yake pale anakota mabini tu yani. Anakota mabini nini? Lakini mshahara anaokula pale ule mwamba ni mara 4 au mara 5 ya mshahara wa mwalimu Tanzania. Alafu nyewe bado mnanishauri mimi nirudi. Bwana. Ni bado naendelea napita chocho kwa chocho leo. Hapa ni mwendo wa kuzurura. Maisha hapa bwana ni kuhangaika. Yaani hapa kadri unavyoona kila mtu anapilika zake za kazi hapa. Ndio uzuri wa Ulaya yani kwamba ukikaa umaskini wako wewe ni uvivu wako. Yaani ukiwa mvivu hapa unakuwa maskini. Lakini kama sio mvivu hapa mwanangu unapiga hela kama kawaida yani. Mbona sasa hivi kila mtu yuko busy yani, kila mtu kupika na maisha yake. Wanangu mimi Afrika kutembea uongo zavi. Acha ni bibi mabox huko. Sio poa. Hata kuna kwenye maskini wapo, mbomba wapo. Sio kwamba mimi nasema mbona inakosa mbomba wapo kibao. Kama nilivyokuambia, uvivu wako ndio umaskini wako. Uvivu wako ndio umaskini wako. Hayo ndio maisha ya Europe. Nikisema mbomba wapo, unamwona wewe? Huyu hapo amekaa naomba hapa, amekaa na begi lake. Unaona? Hapo mzungu. Lakini ukija kufuatilia historia yake yule. Historia yake wewe. Utakuta na benefit anakula kila mwisho wa mwezi ana nini? Ushaona bwana. Pale anaomba ikifika usiku anaenda kulala kwake wewe. Unaona sio kwamba mbomba hamna wapo, lakini ukifuatilia yani kuna mistake ambayo wameifanya kwenye maisha yao. Lakini ukiona unajielewa, hapa unatoboa na wote. Naona wote omba. Wote. Hakuna nchi ambayo inakosa watu maskini. Lakini ukifuatilia
yani kuna historia yao yani ambayo kwa nini wako kwenye hali ile yani. Ushanielewa bwana? Yani kuna kitu yani labda kuna kitu wamefanya wamemiss up kwenye government au nini. Lakini government inasaidia sana watu yani. Inasaidia sana watu. Kwa ndo maana naongea hiyo ni akili ya mtu. Yani mpaka mtu anakaa rodi kuna kitu, lakini sio eti unatoka huko eti unakuja unakata barabarani una nani. Kuna msaada hapo utakuwa umepewa na government, end of the day umefuck up. Kwa na yenyewe government imeamua kukutupa kwenye system zao. Kwa maisha ndio yako hivyo hapa. Bwana hii ile mitaa au sio? Niko East Croydon. Sasa hivi natembea naenda West Croydon. Siku ya leo yani. Baada hapo kesho nachokuta tutafuta area nyingine. Hii ni Croydon iko ndani ya jiji la London bwana. Hii ni London yote. London ni kubwa au sio? London ni kubwa kama unavyoona. Ndio hivyo wanangu. Sasa hivi ngoja niachane na Afrika niwatembeze Ulaya. Sasa hivi ni mwendo wa kuwatia hasira. Sasa hivi narudi tena kuwatia hasira. Sasa hivi nawatembeza Ulaya. Ukishapazoea Ulaya na kuja tena Afrika. Na kuja tena kuwakera kwa spidi. Mimi leo yangu ni hayo. Nadhani nishamaliza tayari. Tukutane kwenye comment section waje na maneno yao. Wanangu. Sio kwamba omba wapo. Unaona mshikaji anaomba hapa. Lakini unaona ukimuuliza kwa nini anaomba atakwambia. Wengine wao ukimuuliza kwa nini wanaomba watakwambia. Watakwambia kwamba washa fuck up kwenye system. Yani omba wapo, lakini ukiona wanaomba kipatisha historia yao watakwambia wenyewe kwamba kuna kitu washafanya kwenye system wamefuck up kwa government iwasaidii tena. Ushanielewa? Kwa vitu kama hivyo vina happen. Bora serikali ya wenzetu na wajali watu wao. Vipi serikali yako inakujali? Unajali ombomba? Acha niwatie hasira. Hapa wanangu hapa nishafika West Croydon tayari. Hii ni West Croydon tayari. Station iko pale. Kwa wanangu ambao mabalia mnataka kuja, station iko chini pale. Umeona hapa ndo pacha. Hapa kuna tram inapita. Na basi kama unavyoona. Naona bwana, mimi naenda zangu huko. Kuja nikachukua kibasi changu nirudi zangu mtaani, au sio? Hii ni London wanangu. Nadhani leo mimi nishamaliza leo. Content yangu leo ndio hivi na yani nimeonyesha tumeta fulani ya Croydon, ya East West. Baada hapa mtaani omba kwamba wapo, lakini kila omba Ulaya ukiangalia kwenye system amefuck up mwenyewe, sio kwamba government imsaidie. Oya, nimemaliza. Big up sana. Salute. Tukutane kwenye comment section waje na maneno yao. Ni sasa hivi nawatembeza Ulaya na ninawatia hasira.